Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Swali hili liliulizwa na mmoja katika wanawake wa Kiislamu. Aliuliza swali kama lifuatalo. Anasema, arju min fadilatikum ijabati an ahamiyati al-ghita'i ala wajhi al-mar'a wa hal huwa wajibun wujubu ad-din al-islami wa idha kana kadhalika fama huwa ad-dalilu ala dhalika. Innani asma'u al-kathira wa a'taqidu anna al-ghita'a amma isti'maluhu fi al-jazirati ala ahdi al-atrak wa منذ ذلك الوقت صار التشديد على استعماله حتى أصبح الجميع يراها فرضا على كل امرأة كما قرأنا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده في أيام الحروب. فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فيها غلطا لا أساس له؟ إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه. Mwanamke aliuliza, je, nataraji kutoka kwenu mashekhe munisaidie umuhimu wa mwanamke kujifunika stara hijabu iliyokamilika ya kisheria. Je, jambo hili limethibiti katika dini ya Uislamu? Ikiwa kama ni hivyo, dalili iko wapi na ushahidi uko wapi? Kwa sababu sisi tunasikia na tunaitakidi kwamba kuvaa mwanamke hijabu ya kisheria, kwa maana kufunika uso na vitu vingine, mambo haya si wajibu kwa kila mwanamke, kama tulivyosoma katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Walikuwa wanawake wanashirikiana na wanaume katika mambo mengi, kama vile wakiwasaidia katika kipindi cha vita. Je, mambo haya ni uhakika au ni makosa? Ikiwa kama ni uhakika au makosa, mimi nasubiri majibu ili niweze kuondosha hii hali ambayo niko nayo. Swali hili liliulizwa, ni swali refu sana, lakini tutalijibu kwa kadiri Allah atakavyotuwezesha. Jawabu ni kwamba Sheikh anajibu, alhijabu kana awwal alislami ghaira mafurud ala almar'a. Kabla ya Uislamu, yani mwanzoni mwa Uislamu, hijabu haikuwa lazima kwa mwanamke. Naomba unisikilize kwa makini. Hijabu ya kisheria hapo nyuma, mwanzoni mwa Uislamu, haikuwa ni wajibu kwa mwanamke. Wakanat tubdi wajhaha wa kaffaiha inda rijali, na alikuwa anaruhusiwa mwanamke kipindi hiko kudhihirisha uso wake na viganja vyake na sehemu zingine za viungo vyake. Alikuwa anaruhusiwa kuvidhihirisha kwa mwanaume yoyote, awe mme wake au mwanaume wa kando. Thumma shara'a Allah subhanahu wa ta'ala alhijaba lilmar'ati wa awjaba dhalika alaiha. Kisha baadaye Uislamu ukaja ukamwajibisha mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu ya kisheria. Lengo ni nini? Siyanatan laha min nadhari rijali alajanibi ilaiha wa hasman limadati alfitnati biha. Lengo lilikuwa ni kumuhifadhi mwanamke huyu kutokana na kutazamwa na wanaume wa kando, lakini pia ilikuwa ni kukata zile harakati au kukata zile haja za kuleta fitina kwa huyo mwanamke. Kwa hiyo zamani hapakuwa na wajibu kwa mwanamke, lakini baadaye sheria ikaona ni bora kuweka hijabu kwa ajili ya kukata mtazamo wa wanaume kuwatazama wanawake kwa matamanio, lakini pia kwa ajili ya kulenga kuondosha fitina. Wadhalika ba'da nuzuli ayati alhijabi wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-ahzab. Na hiyo ilikuja baada ya kuteremka aya ya Qur'ani ambayo inazungumzia masuala ya hijabu, ambayo ipo katika surati al-ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 53 surati al-ahzab, Allah sema, wa idha sa'altumuhunna mata'an, mnapowauliza hao wanawake kuhusu chochote, mata'an yani bidhaa au mzigo wowote, mkiwauliza hao wanawake, fas'aluhunna min wara'i hijabi,
waulizeni wakiwa katika hijabu zao, wakiwa nyuma ya hijabu zao. Lengo ni nini? Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna, kufanya hivyo kutakuwa ni safi zaidi ya mioyo yenu nyinyi wanaume na mioyo yao. Nadhani wakina mama mnafahamu nyinyi kwamba unapokutana na mwanaume cha kwanza anachokiwaza ni kitu gani? Kitu gani cha kwanza anaanza kuwaza mwanaume? Ukikutana na mwanaume popote, sokoni, popote, anapokuwaza anawaza kitu gani? Mbona hamjibu? Au hamjui? Naam, amfahamu Aya, basi tuendelee, alafu mwisho tutakuja kutoa majibu. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kusafisha mioyo yenu nyinyi wanaume na mioyo ya wanawake. Hijabu inapovaliwa inasafisha katika mioyo ya wanaume. Wanaume wanasafishwa mioyo yao, wanakuwa mioyo yao haina tamaa na wanawake wale, na wanawake nao wanakuwa hawana tamaa mbaya kwa wale wanaume. Ndiyo lengo la kuvaa hijabu. wal ayatul madhkuratu wa in kanat nazalat fi zawjati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falmuradu minha hunna wa ghayruhunna fi an-nisa'i li'umumi al-illati al-madhkurati wal ma'na. Aya hii hata kama imeshuka ikiwahusu wake za mitume, lakini aya hii inawaenea wanawake wa mitume na wanawake wengine, kwa sababu ila ilikuwa ni moja ambao ni kuondosha fitna. Wadhalika mithlu qawlihi subhanahu fi surati nafsiha. Pia aya kama hiyo imekuja katika sura hiyo hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati hiyo hiyo, surati al-Ahzab, anasema akiwaambia wanawake wa Kiislamu, waqarna fi buyutikunna, kaeni majumbani kwenu, wanawake tulieni majumbani kwenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala msitoke mkiwa mmejipamba mkadhihirisha mapambo yenu kama walivyokuwa wakifanya wanawake kipindi cha kijahilia kabla ya sheria za Uislamu. Walikuwa wanafanya hivyo kabla ya Uislamu, wanatoka hali ya kuwa wamejipamba, wanadhihirisha mapambo yao kwa wanaume wa nje. Kwa hiyo nyinyi wanawake wa Kiislamu hamruhusiwi kufanya hivyo, bali nyinyi mkae majumbani kwenu. Kwenye aya hii Allah amemwambia mwanamke wa Kiislamu abaki nyumbani kama hana dharura ya kutoka. Kama ana dharura ya kutoka anaweza akatoka, lakini kama hana dharura basi mwanamke huyu abaki nyumbani. Pia ikamwamrisha waqimna salata wa atina zaka, simamisheni swala na mtoe zaka, wa atina Allah wa rasula, na mumtii Allah na mtume wake. Hiyo ni surati al-Ahzab aya ya 33. Kwa hiyo aya hizi zote zinawaenea wanawake wa kisahaba, wanawake wa mtume na wanawake wa watu wengine ambao wapo katika mazingira haya au mazingira yale yaliyopita. Lakini pia Azza wa Jalla anaeleza pia katika sura hiyo hiyo, surati al-Ahzab, akiwaambia na kutoa muongozo, akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minina, na wanawake waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike nguo zao, wajifunike majilbabu yao, dhalika adna an yu'rafna, kufanya hivyo kutapelekea wao wafahamike kwamba hawa ni wanawake wasafi, hawa ni wanawake wa Kiislamu, hawataki mambo ya kipuuzi. Fala yuudhaina, kwa hiyo hawatohudhiwa. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Allah amekuwa ni mwenye kusamehe tena mwenye huruma. Hiyo ni surati al-Ahzab aya ya 59. Wa anzala Allahu fi dhalika aidan, pia Allah akateremsha katika maswala haya haya, akateremsha aya 2 za mwisho katika surati Nur ambazo zinazungumzia maswala hayo. Wa huma qauluhu ta'ala, na Allah akasema kuhusu aya 2 hizo. Ya kwanza inasema
wa qul lilmu'minati, waambie wanawake waumini. Hapa wanazungumziwa wanawake waumini wenye imani, ndio wanasikia maneno haya na kuyafuata. Yaghdudna min absarihinna, wafunike macho yao, wainamishe macho yao wanawake wa Kiislamu. Leo wanawake wanatazama wanaume za watu. Wanawake wamekuwa mabarabarani wanakodoa macho kuwatazama wanaume, lakini kumbe aya imekuja kukataza. Inakataza mwanamke kukodoa macho kumwangalia mwanaume. Lakini pia wayahfadhna furujahunna, wanawake hawa pia wazihifadhi tupu zao. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, na wasidhihirishe mapambo yao hao wanawake isipokuwa yale yaliyodhihiri. Tutakuja kueleza mapambo yaliyodhihiri ni yapi. Waliyadhribna bikhumurihinna, na wajitande majilbabu yao na shungi zao, ala juyubihinna, mpaka katika nyuso zao na shingo zao. Wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao hao wanawake, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao. Tazama Uislamu umeeleza mahala gani mwanamke anatakiwa adhihirishe mapambo yake, adhihirishe kwa mume wake. Kwa hiyo zina inayokusudiwa hapa hiya almahasinu, ni yale mauzuri, ulembo wa mwanamke, walmafatinu, na zile fitina zake za mwanamke, zile azionyeshe kwa mume wake. Tumeelewana Waislamu Kwa hiyo hizi zote, walwajhu a'dhamuha, na uso wa mwanamke ndiyo moja katika fitina kubwa za ulimwengu huu. Kuna watu wanapotazama sura ya mwanamke wanakuwa katika hali mbaya sana, na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Mnaona hata kama mtu anapokuja kutazama mchumba, kwanza huwa anatazama nini? Anatazama sura, alafu ndio yafate mambo mengine. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hizi nilizozisoma, zinamwajibisha mwanamke wa Kiislamu avae stara iliyokamilika. Miongoni mwa hizo ni kufunika uso wake. Aliposema illa ma dhahara minha, isipokuwa kile kilichodhihiri, ndio anaruhusiwa kukionyesha kile kilichodhihiri. Ni nini? Almuradu bihi almalabisu, kinachokusudiwa ni yale mavazi yake, ndo anaruhusiwa kuyaonyesha, kwa sababu hawezi tu kukaa ndani. Kumbe mapambo yenyewe yanayokusudiwa kwamba yale yaliyodhihiri ni ule uvaaji wake tu. Atakapovaa basi zile nguo itakapoonekana, hakuna shida, katika moja ya kauli mbili za wanawachuoni, kama alivyosema hilo sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema walqawaidu, na wale wanawake watu wazima, minan nisa, katika wanawake, allati la yarjuna nikahan, ambao hawatarajii tena ndoa, hawana matarajio tena ya kuolewa. Falaisa alaihinna junahun an yadhana thiyabahunna, sio vibaya wanawake hawa kupunguza nguo zao, ghaira mutabarrijatin bizina, hali ya kuwa si wenye kuvaa kwa mapambo na kudhihirisha mapambo yao. Wa an yastafifna khairul lahunna, na kujiziwia wanawake hawa ni bora kwao wao. Kwa hiyo hizi aya zimekuja kumtoa nani? Imekuja kumtoa alqaida. Qaida ni yupi? Ni yule mwanamke ambaye ni mtu mzima, ambaye hatamaniki, ambaye hana tena matarajio ya kuwa na mume. Mtu mzima kama huyu anaruhusiwa kupunguza baadhi ya nguo zake, endapo tu kutakapokuwa hafanyi mapambo yale akayadhihirisha kwa watu. Ama wanawake waliobakia wote, sheria inawaambia lazima wavae hijab, lazima wavae jilbab, lazima wavae na wajistiri katika nyuso zao, kwa sababu kuacha hivyo kutaleta fitina. Fitina hii ni kubwa sana, kama tunavyoiona katika mazingira tuliokuwa nayo. Katika hili swali la leo ningependa niishie hapa. Tutakuja kuliendeleza wiki ijayo insha Allah, bali muda uliopo sasa
tutoe nafasi kwa ajili ya kuuliza chochote au kutaka istifsali katika haya niliyoyazungumza. Lakini alhasil ni kwamba mwanamke wa Kiislamu ambaye ameukubali Uislamu akaamua kwamba sasa mimi nimekubali kutii amri za Allah subhanahu wa ta'ala, hapana budi lazima avae stara iliyokamilika, na hii siyo khiari, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyoeleza katika hizo aya zinazungumza na waumini. Kwa hiyo muumini unapopewa jambo lolote ambalo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wewe muumini kama muumini ambaye umemkubali Allah subhanahu wa ta'ala, hauna nafasi tena ya kusema basi nitafanya hivi. Hapana. Allah anasema katika Qur'ani surati al-Ahzab aya ya 36, wama kana limu'minin, wala haitakiwi kwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala kwa muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, wanapozungumza jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hairuhusiwi kwa wao kuwa na khiari katika jambo lao. Nitafanya. Hakuna, ni moja kwa moja unatakiwa utii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'si Allah wa rasula, yeyote atakayemuasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika amepotea upoteaji wa wazi kabisa. Kwa hiyo niwahusie mama zangu na Waislamu wote kwa ujumla watakaosikiliza sauti hii, basi tusiwe na khiari katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza na mtume wake. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.